Na habari za jioni, mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo, ni matumaini yangu umeshinda salama. Karibu kwenye taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo. Msomaji wako ni mimi Fatma Hassan. Karibu. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi na mwenyekiti wa taifa wa ACT Wazalendo Mheshimiwa Othman Masoud Othman wameongoza hafla ya kihistoria ya uwasilishaji na utiaji saini wa tamko la pamoja la maridhiano ya kisiasa Zanzibar katika hafla iliyofanyika viwanja vya Ikulu Zanzibar. Witness Ngalawa ameandaa taarifa kamili. Tamko hilo limetokana na mazungumzo kati ya CCM na ACT Wazalendo yaliyolenga kuimarisha maridhiano, mshikamano, utulivu wa kisiasa, amani na maendeleo ya Zanzibar, pamoja na kuweka msingi wa utekelezaji wa makubaliano ya kuunda serikali ya umoja wa kitaifa. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi akizungumza katika hafla hiyo amesema yuko tayari kushirikiana na viongozi wenzake wa ACT Wazalendo kwenda kwenye hatua inayofuata baada ya tamko la leo, na kwamba ana imani kuwa awamu ya pili ya mchakato itaongozwa na dhamira ya dhati ya kupata mwafaka na kwamba maslahi ya Zanzibar yatawekwa mbele. Natoa wito kwa viongozi wote wa vyama vya siasa na wananchi wote wa Zanzibar kuunga mkono dhamira hii njema ya kuleta maelewano na maridhiano ili kuchochea maendeleo na mustakabali mwema wa nchi yetu. Kwa upande wetu viongozi, na wahakikishia wananchi wa Zanzibar kwamba tutausimamia mchakato huu kwa dhamira ya dhati na kwa kuweka mbele maslahi mapana ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Kwa upande wake, mwenyekiti wa taifa wa chama cha ACT Wazalendo Othman Masoud Othman amewataka Wazanzibari kuungana kwa pamoja kuhakikisha kuwa yote yanayotarajiwa kufikiwa katika mchakato huo wa maridhiano yanafikiwa. Chama chetu cha ACT Wazalendo kimeingia katika mchakato huu kwa dhamira njema na kwa nia ya kutekeleza yote yatakayofikiwa. Tunafahamu bado safari iliyopo mbele yetu ni kubwa sana na ngumu, lakini tumejidhatiti kuienda ili kutafuta ndoto ya watu wa nchi hii ya amani na utulivu endelevu na ustawi wa kijamii na kiuchumi. Utiaji saini wa tamko la pamoja la maridhiano umeshuhudiwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, Makamu wa Rais Daktari Emmanuel Nchimbi, Makamu wa Rais wawili wa Zanzibar, pamoja na viongozi wakuu wastaafu wakiwemo marais wastaafu wa Zanzibar. Akizungumza katika hafla hiyo, Rais Samia amesisitiza umuhimu wa kudumisha amani na umoja wa kitaifa na kusema tukio lilofanyika leo ni la kiungwana na kwamba uungwana unatufundisha siasa za kushindana kwa hekima na sio kupaza sauti bila mantiki. Nataka niwahakikishie kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itaendelea kuunga mkono juhudi zote zenye dhamira ya kulinda amani, kuendeleza umoja wa muungano wetu na kuimarisha ustawi wa wananchi wetu. Zanzibar ikiwa na amani, Tanzania inakuwa salama. Hapa naomba nisisitize na kusema amani ni mtaji, maridhiano ni daraja, na wananchi ndio sababu ya uongozi wetu. Hatuna budi kuwatumikia kwa amani na utulivu. Mazungumzo ya maridhiano yalianza Novemba mwaka 2025 yakiongozwa na marais wastaafu wa Zanzibar Daktari Amani Abeid Karume, Daktari Ali Mohamed Shein kwa upande wa CCM, ambapo kwa upande wa ACT Wazalendo walikuwa mwenyekiti wa taifa Othman Masoud Othman na mwenyekiti mstaafu Juma Duni Haji. Mimi ni Witness Ngalawa. Asante Witness Ngalawa kwa taarifa hiyo. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, Deus Sango amewahimiza Watanzania wanaofanya kazi nchini Qatar kuzingatia nidhamu, uwajibikaji na uadilifu wanapotekeleza majukumu yao ili kuendelea kujenga taswira nzuri ya taifa la Tanzania na kufungua fursa zaidi za ajira na maendeleo kwa Watanzania wengine.
Waziri Sangu ametoa wito huo jijini Doha nchini Qatar alipokutana na kuzungumza na wafanyakazi madereva wa Kitanzania wanaofanya kazi katika kampuni ya Mosalat iliyopo nchini humo, ambapo amesisitiza umuhimu wa kufuata sheria, kuheshimu mikataba ya ajira na kutekeleza majukumu kwa weledi. Amesema kuwa mafanikio yanayoendelea kupatikana kwa Watanzania katika nchi mbalimbali yanatokana na juhudi, kujituma na kuonesha uwezo katika maeneo yao ya kazi. Vile vile Waziri Sangu amewataka Watanzania hao kuendelea kushirikiana na viongozi wa serikali, hususan ofisi za ubalozi ili kupata mwongozo na msaada pale inapohitajika kuhusiana na masuala ya kisheria, kanuni na taratibu za wanavyoishi, huku akiwahamasisha madereva hao kuendelea kuwa mabalozi wazuri wa kulitangaza taifa la Tanzania kupitia juhudi zao katika kazi. Naye balozi wa Tanzania nchini Qatar, Habibu Awesi Mohamed, amewahakikishia wafanyakazi hao kupatiwa ushirikiano wakati wowote watakapokuwa wanahitaji kupata huduma, ushauri na msaada mbalimbali wanapokuwa katika nchi hiyo. Kwa upande wa madereva hao, wakizungumza kwa nyakati tofauti, wameishukuru serikali kwa kuwaunganisha na fursa za ajira nchi za nje. Vijana wetu wa Kitanzania mliopo huku mnatambulika kwa uaminifu, uchapakazi, nidhamu na uwezo wa kufanya kazi katika mazingira mbalimbali. Kabla ya kuja hapa nimefanya kikao na mwajiri wenu, sio? Nimezungumza kwa kirefu sana. Kwa taarifa alizonipa, ameridhishwa na uchapakazi wenu. Hii ni sifa ambayo zimeendelea kufungua milango ya ajira kwa Watanzania wengine. Na baada ya hapo ameniahidi kwamba kutokana na nyie kwa mabalozi wazuri atafungua fursa nyingi za ajira kwa Watanzania wengine kuja kufanya kazi. Kama balozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nchini Qatar, ushirikiano 100%. Kama ulipiga simu balozini, kuna mtu akasema kwamba hili fanya hivi, amekukasirikia, tafadhali naomba uripoti kwangu moja kwa moja, ili malalamiko haya tuyapeleke Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki wa hatua zaidi. Lakini personally I will take strong measures. Nishukuru pia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutengeneza hizi nafasi za ajira za nje ya nchi kwa vijana ambao wengi tulikuwa Tanzania ambao tulikuwa tunajipambania, wengine tulikuwa hatuna ajira kama hivyo. Mimi hapa ni kijana ambaye nilihitimu chuo mwaka 2015 nilisoma degree ya education, lakini nilipata fursa ya udereva, nimekuja kufanya kazi ya udereva na nafanya vizuri. Wa Venezuela Delcy Rodriguez ametoa wito wa kutaka Venezuela kuondolewa vikwazo vya kimataifa vitakavyowezesha kujikwamua na athari za janga la tetemeko, na kusema takriban tani 30 za dhahabu ya Venezuela zinazuiliwa chini ya vikwazo vya Uingereza ambazo zinaweza kusaidia kufadhili ujenzi mpya. Spika wa bunge la nchi hiyo Jorge Rodriguez ametoa takwimu kufuatia idadi ya vifo vilivyosababishwa na tetemeko la ardhi la Juni 24 nchini Venezuela, kuwa liliongezeka hadi 3,811 huku waliojeruhiwa wakifikia watu 16,740 na wengine 17,907 wakiwa hawana makazi. Hata hivyo, Umoja wa Mataifa umetoa wito wa dharura wa kukusanya dola milioni 300 za misaada kufuatia matetemeko ya ardhi yaliyosababisha maafa makubwa ya uharibifu nchini Venezuela. Na mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi ametoa mwezi mmoja kwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Butiama kuainisha madeni yote yanayodaiwa na wazabuni, watumishi pamoja na watoa huduma wa ndani na kuwasilisha katika ofisi yake namna ya utekelezaji wa malipo hayo. Musa Makali anaripoti kutokea Mara. Kanali Mtambi anatoa agizo hilo katika kikao maalum cha baraza la mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG hapa wilayani Butiama mkoani Mara.
lipeni madeni ya watu, lipeni madeni ya wazabuni. Nataka nione hiyo taarifa, tutaipokea na rasi baada ya siku 30 watupatie. Hatua nyingine, Mtambi anaipongeza halmashauri ya wilaya Butiama kwa kufanikiwa kuongeza ukusanyaji wa mapato, huku maagizo kadhaa yatoa katika kikao hiki. Lakini pia muhakikishe kuwa mnatoa mapendekezo na kubuni vyanzo vipya vya mapato. Pia Butiama ina madaktari 3 tu pungufu. Lakini mimi niseme kuhusu miundombinu, kwa kweli serikali yetu ya awamu ya 6 na Dr. Samia Suluhu Hassan imejitahidi kwa kasi kubwa sana kutuletea miundombinu, kuhakikisha kwamba zile hoja ambazo zinatakiwa zifanyiwe utekelezaji kwa maana hazijafungwa tunazisimamia vizuri na kuhakikisha hoja hizi zina. Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Butiama anawataka watumishi kwenda kutekeleza majukumu yao bila kushinikizwa ili kuhakikisha halmashauri hiyo inapiga hatua. Kila mmoja akakae kwenye kiti chake aenee, atimize wajibu wake. Inaumiza ukiwa uko hapo unalipwa mshahara, ukiwa uko hapo unapata posho, lakini kuna matatizo unaweza kuyamudu, unataka usiyatekeleze na wananchi waendelee kulia na ndio furaha yako. Hii sio sawa sana. Naombeni sana ndugu zangu. Kutoka mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali. Mradi wa ujenzi wa chuo cha ufundi stadi VETA wilayani Nyang'hwale mkoani Geita umefikia asilimia 86 ya utekelezaji, huku serikali ikiwa tayari imetoa zaidi ya shilingi bilioni 1.3 kwa ajili ya ujenzi wa chuo hicho. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Mrisho Sadiki kutoka mkoani Geita. Kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Geita imetembelea na kukagua maendeleo ya mradi huo unaojengwa katika kijiji cha Iseni, kata Kakora, wilayani Nyang'hwale kwa gharama ya zaidi ya shilingi bilioni 1.6. Ujenzi wa chuo cha ufundi stadi VETA Nyang'hwale utawezesha vijana kuweza kuwa na maarifa ya kiufundi atakayowezesha kujiajiri na kuajiriwa, kutanua wigo mpana wa watu kupata maarifa ya kupambana na maisha ya kila siku katika shughuli za kiufundi bila kujali hali zao za ajira. Mwenyekiti wa CCM mkoa wa Geita Nikolausi Kasendamila amesema kukamilika kwa chuo hicho kutachochea maendeleo ya kiuchumi na kuwajengea vijana ujuzi unaokidhi mahitaji ya soko la ajira, huku akiagiza mapungufu yote yaliyobainika yafanyiwe kazi kwa wakati. Mtaalamu mshauri, ni kushukuru, umekuwa ulitaka kuchenga kidogo, baadaye umenyosha maelezo. Mimi ninachohitaji ni yale majibu yako very straight, sio kuwa yale ya kona. Kwenye flow kuna shida. Kwa vile umesema mtarekebisha, lisiishie kwa maneno, mwende kwa matendo. Mkuu wa mkoa wa Geita Maritini Shigela amesema miongoni mwa kozi zitakazotolewa katika vyuo hivyo ni za sekta ya madini. Na kwa kweli moja ya maelekezo yetu ni kuhakikisha kwamba mafunzo yatakayotolewa pamoja na fani zingine, lakini fani ambazo zinahitajika sana kwenye shughuli za uchimbaji basi tutolewe kwa wingi. Tunaiomba na kuishauri serikali ikiona vyema iongeze kozi ambayo inahusiana na masuala ya madini, hasa katika uchenjuaji, lakini pia utaalamu wa miamba. Wilaya inakuwa wataalamu hawapo, unakuta watu wanaofanya kazi humu wengi ni watu kutoka mbali. Kwa hiyo kwa kuwa na VETA hii hapa na imani vijana watafaidika pakubwa. Kutoka Nyang'hwale, mimi ni Mrisho Sadik. Taasisi ya afya ya umma ya Ujerumani Robert Koch imesema watu wanaokadiriwa kufikia 5120 wamefariki dunia kutokana na athari za joto kali tangu mwanzoni mwa mwaka huu wa 2026. Sehemu kubwa ya vifo hivyo vilitokea mwishoni mwa mwezi Juni, wakati wastani wa joto kwa wiki ulipozidi nyuzi 20 za Celsius na kusababisha vifo vya watu 4270 walikuwa na umri wa miaka 75 na kuendelea. Wakati huo huo, Ulaya Magharibi imeshuhudia huduma ya Copernicus ya Umoja wa Ulaya na kusema kuwa imeshuhudia mwezi Juni wenye joto kali zaidi kuwahi kurekodiwa, huku nchi kadhaa ziliripoti maelfu ya vifo vya ziada vilivyohusishwa na wimbi la joto.
Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya NHIF umepunguza foleni ya kuhudumia wanachama wake katika ofisi za bima baada ya kuanzisha mfumo wa kidigitali ambao umetajwa kusaidia kujihudumia kwa kutumia simu ya mkononi. Taarifa ya Jimmy Mengele inafafanua zaidi. Akiongea wakati wa maonyesho ya 50 ya kimataifa ya biashara Sabasaba, afisa mwandamizi wa kitengo cha mahusiano mfuko wa bima ya afya Grace Michael amesema mfumo huu wa kidigitali utamwezesha mwananchi kujihudumia mwenyewe kwa baadhi ya huduma ambazo alitakiwa kufika katika ofisi za bima. Tunawafundisha kutumia mfumo wa kujihudumia wenyewe ambao unajulikana kama self service. Huu mfumo unamrahisishia mwananchi au mwanachama, kwa mwanachama kupata taarifa zake popote pale alipo kupitia simu janja yake, lakini kwa mwananchi wa kawaida ambaye anataka kujiunga, naye anaweza akajiunga popote pale alipo. Huduma ambazo anaweza kuzipata katika NHIF self service ni pamoja na kujua kwanza namba yake ya wanachama, vituo ambavyo anaweza kuvitembelea ambavyo yupo karibu navyo, lakini pia vile ana uwezo wa kujua huduma gani ambazo anazipata katika kifurushi chake husika. Aidha, katika bandara chuo cha ufundi VETA wameendelea kuvutia wananchi kutokana na ubunifu baada ya kufanikiwa kutengeneza viatu dawa. Dr. Kamiru Silekule ni msanifu wa majengo mstaafu kutoka chuo cha ardhi na sasa anatumia mguu wa bandia. Amesema kupata kiatu kutokana na changamoto aliyokuwa nayo, hatua nzuri kwa chuo cha VETA katika ubunifu wenye tija kwa jamii. Hii ni wanata surprise kwamba kumbe wako wajuzi ndani ya hii Tanzania, ndani ya hii Dar es Salaam kwenye kutengeneza kiatu, lakini sijawahi kutafuta wala kujua kinaweza kupatikana wapi. Ni mara ya kwanza nimeona, na naamini kuna watu wapo lakini hawajajitokeza. Nikiripoti kutoka katika viwanja vya Sabasaba yanaendelea maonyesho ya kimataifa ya 50, ni Jimmy Mengele wa Channel 10. Mamlaka ya rufani ya zabuni za umma PPAA imesema imeendelea kuimarisha uwazi na haki katika kushughulikia malalamiko ya rufaa zinazotokana na michakato ya ununuzi wa umma nchini. Hayo yameelezwa katika maonyesho ya 50 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam Sabasaba, ambapo mamlaka hiyo imeendelea kutoa elimu kwa wananchi na wadau wa sekta ya ununuzi wa umma. Akizungumza katika banda la PPAA, mkuu wa sehemu ya huduma za sheria Agnes Sai amesema mamlaka hiyo imesema katika mwaka wa fedha 2025-2026 PPAA ilipokea rufaa 60 na kutoa maamuzi ya rufaa 58, huku rufaa 2 zikahamishiwa kushughulikiwa katika mwaka wa fedha unaoendelea. Ni takwa la sheria shughuli zote za ununuzi wa umma kufanyika ndani ya mfumo wa kielektroniki wa ununuzi wa umma NeST. Katika mfumo huo, nyaraka zote kuanzia inapotangazwa zabuni mpaka inapotolewa tuzo, taarifa hizo zipo na unaweza ukazipata kwa wakati. Mtazamaji, tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Mkutano wa kilele wa siku 2 wa Jumuiya ya Kujihami ya NATO umemalizika siku ya jana Jumatano nchini Uturuki, huku nchi wanachama zikiapa kudumisha umoja na mshikamano, wakisema watafuata sheria ya shambulio dhidi ya nchi moja linazingatiwa kama shambulio dhidi ya wote. Viongozi hao wamejadili masuala mbalimbali ikiwa ni pamoja na kuongeza bajeti za ulinzi, kusaini mikataba ya utengenezaji silaha, uvamizi wa Urusi nchini Ukraine na hata vita vya Mashariki ya Kati. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul amesema haamini kuwa NATO imedhoofishwa na mvutano wa hivi karibuni wa rais wa Marekani Donald Trump, ambaye pia ameusifu mkutano huo wa Ankara akisema umedhihirisha upendo na umoja. Wakazi wa vitongoji vya Mpocho, Mapogoro Mashariki na Muhumbi vilivyoko kata ya Milo kwa kushirikiana na mbunge wa jimbo la Ludewa wamechangishana
fedha kwa ajili ya ujenzi wa shule mpya shikizi ya wanafunzi wa awali zaidi ya 60 ili kuwanusuru kutembea umbali wa kilomita 7 kufuata elimu katika shule ya msingi Mama ya Mapogoro. Tupate taarifa zaidi. Uamuzi wa kufikia mpango mkakati wa kuchangishana fedha kwa ajili ya hatua za awali za ujenzi wa shule shikizi katika kitongoji cha Mapocho umefanyika katika mkutano wa hadhara ulioshirikisha wananchi, viongozi wa kata ya Milo pamoja na mbunge wa jimbo la Ludewa katika kijiji hicho. Kikweli watoto wanateseka, hadi kutoka hapa mpaka kule Mapogoro ni mbali sana yani. Kwa hiyo mimi naunga mkono kwenye ujenzi wa shule na ahidi mifuko 3. Hivi vyote lazima ijengwe. Bila kujali tutaruka juu, tutaruka chini, lakini shule itafanyaje? Itajengwa. Nao viongozi wa serikali ya kata ya Milo wamebainisha manufaa yatakayopatikana pindi ujenzi wa shule shikizi utakapokamilika. Natamani sana tuwe na nguvu na umoja na ari katika kujenga hii shule yetu, ili mwisho wa siku tupate vijana hapa ambao watapata elimu nzuri na baadaye watakuwa watu wenye hadhi yao huko mbeleni. Mimi nitachangia mifuko 20 ya saruji kwa kuanzia, kwa sababu nina uhitaji na hii shule mno. Kwa hiyo kwa kusema hili lazima na wewe useme. Yaani unajua unategemea yeye aseme afu wewe usemi chochote. Ningekuwa sio sawa. Kufuatia adha hiyo, na kisha mbunge wa jimbo la Ludewa Joseph Kamonga anawiwa kuchangia mifuko 100 ya saruji kwa ajili ya kuunga mkono jitihada za wananchi hao. Kwanza kujenga shule shikizi ni jambo zuri, ni maono mazuri ya mbele ya kesho. Kwa hiyo mimi niwapongeze kwa maono mazuri. Na katika hili mimi nitakuwa pamoja na nyinyi wakati wote. Sawa ndugu zangu? Tutahakikisha hii shule yetu inakamilika. Naunga mkono kwa saruji mifuko 100, leo nawaachia mifuko 50 ya kuanzia. Kutoka wilayani Ludewa mkoa wa Njombe, Michael Patrick. Naam, shukrani sana Michael Patrick kwa taarifa hiyo, na taarifa yake basi inatupa nafasi kwenda kuziangaza habari za biashara na uchumi. Endelea kubaki nasi.